Masomo ya Dominika ya 28 ya mwaka C wa kanisa yanatualika tujifunze kusema asante. Tujifunze kusema asante. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya 14 hadi ya 17. Kimsingi vitabu vya kwanza na pili Wafalme vinasadikiwa kuandikwa na nabii Yeremia kwa maelezo ya Wayahudi yanayopatikana katika kitabu chao kinachoitwa Talmud. Lakini kwa wanazuoni wa karne hizi wanaamini kwamba vitabu hivyo viwili viliandikwa na makuhani pamoja na waandishi kipindi cha utumwa wa Babeli. Kitabu cha kwanza na cha pili cha Wafalme kiufupi chaelezea historia mbalimbali za wafalme, manabii na wafalme wa mataifa mengine ambayo sio ya utawala wa Israeli wala Yuda. Somo la leo latueleza kisa kimoja ambacho kilitokea baina ya jemedari wa jeshi la Waaramu pamoja na nabii Elisha. Jemedari huyu aliitwa Naamani. Aliugua ukoma, ugonjwa ambao ni mbaya na uliowafanya watu watengwe na jamii yao. Jemedari huyu akaenda kwa Elisha ili kupata uponye. Elisha akamwambia aende akaoge mara 7 ndani ya mto Yordani. Mara ya kwanza alikataa, lakini mara ya pili sasa akaenda akaoga na akapona ukoma wake. Baada ya kupona ukoma wake akarudi ili amshukuru Elisha. Injili inatoka katika mwinjili Luka sura ya 17 aya 11 hadi 19. Katika injili hii ya leo tunawaona wakoma 10 wakiponywa na Yesu. Lakini katika hao wakoma 10 ni mkoma mmoja tu anarudi kwa Yesu kumpa shukrani, naye ni Msamaria. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 8 hadi ya 15. Paulo anatualika tutambue kwamba pale tunapopitia mateso ni namna ambavyo pia tunashiriki mateso ya Kristo, na tujipe matumaini kwamba tutafufuka na Kristo. Kama vile Kristo alipitia mateso, akafa, akazikwa na baadaye akafufuka kutoka wafu, na sisi tuamini kwamba kwa kupitia mateso tutakufa na Kristo na tutafuka pamoja naye. Yaani tutateseka kwa muda, lakini baadaye tutarudia katika hali yetu ya kawaida, kama tu hatutaikana imani, hatutamkana Kristo. Je, ni ujumbe upi tunaupata katika masomo ya leo katika ujumla wake? Tunajifunza walau mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tuwe na moyo wa kusema asante. Kama vile Naamani alivyorudi akamwambia Elisha asante, kama vile yule mkoma Msamaria alivyorudi na kumwambia Yesu asante, na sisi tusisahau kumshukuru Mwenyezi Mungu pale anapotutendea jambo katika maisha yetu. Vivyo hivyo na watu wanapotutendea jambo lolote katika maisha yetu ambalo ni jema au hata wakati mwingine ni baya, tuwe na moyo wa kusema asante. Kumbuka kusema asante kwa Mwenyezi Mungu, maana ndiye aliyekuumba, ndiye anayekulinda na ndiye anayekuongoza katika maisha yako. Kumbuka kusema asante kwa wazazi wako, maana walikuzaa wakakuleta hapa duniani, na ukiwatendea mema utaishi maisha marefu hapa duniani, lakini ukiwauza na kuwadharau basi utaishi maisha mafupi hapa duniani. Kumbuka kusema asante kwa walimu wako, maana walikuondolea ujinga, wakakufanya uelewe ulimwengu ulivyo, na hatimaye ukafanikiwa katika maisha yako. Kumbuka kusema asante kwa bosi wako kazini. Yeye anakulipa mshahara, anafanya maisha yako yaendelee kuwa kama yalivyo kwa sababu ya kile ambacho unakipata kwake. Sema asante kwa daktari, maana naye ameumbwa na Mwenyezi Mungu ili aweze kusababisha uponyaji katika maisha yako. Sema asante kwa mkeo kwa sababu alikubali kuja kwako na akakubali kuwalea watoto wako na kuishi na wewe. Sema asante kwa mumeo, maana
alikuambia anakupenda na hatimaye ukakubali kwenda kuishi pamoja naye. Sema asante kwa serikali ambayo ina ufahamu, kwa maana serikali yoyote yenye ufahamu inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na serikali yoyote yenye ufahamu inatenda haki, sawa na kitabu cha Hekima ya Solomoni sura ya 1 aya ya 1, sawa pia na kitabu hicho hicho cha Hekima ya Solomoni sura ya 7. Sema asante kwa watu ambao walijitoa maisha yao wakakusaidia siku moja, hata kama ni kwa tone moja la maji. Wakumbuke watu hao na uwaambie asante. Sema asante kwa watu ambao wamekuumiza, pengine katika mahangaiko yako ya hapa duniani ukajikuta unaingia katika msongo wa mawazo na mateso makali. Kumbuka kwamba walikufundisha namna ya kusimama imara katika maisha ya ulimwengu huu. Kumbuka na wao kuwaambia asante. Jambo la pili, katika ulimwengu huu ambao tunaishi, tutambue kwamba ndugu zetu hata tuwatendee mambo mema kiasi gani, inaweza ikawa vigumu wao kusema asante. Katika somo la kwanza, Naamani aliyeenda kwa Elisha kumwambia asante, kimsingi hakuwa Myahudi. Alikuwa ni Mwaramu, mtu wa kabila lingine la mbali kabisa, ambaye tunaweza tukasema alikuwa ni mpagani. Huyu ndiye aliyekuja kumwambia Elisha asante. Lakini Elisha akiwa nchini kwake anatembea kuelekea mlima Karmel, vijana wa huko walimuona hana maana, wakamuita mzee wa upara. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 2 aya 19 na kuendelea. Baada ya Elisha kuponya maji ya mji, anaenda zake Karmeli mlimani, vijana wakamuona wakasema mzee wa upara. Ndiposa Elisha akawalaani na wakaliwa na dubu vijana 42. Katika wakoma 10 walioponywa, tunaambiwa huyu mkoma mmoja ni Msamaria. Msamaria kimsingi sio Myahudi kwa 100%. Wasamaria ni watu ambao walichanganya damu. Wakati Wayahudi wamechukuliwa kutoka Yerusalemu kwenda utumwani Babeli, Wayahudi wachache ambao ni masikini walibaki kule Yerusalemu na Yuda. Wanajeshi kutoka Babiloni wakawa na uzao na hawa kina mama wa Kiyahudi ambao kimsingi waume zao walichukuliwa mateka. Ndipo sasa likatokea kabila, tunasema ni kabila la Wasamaria. Wasamaria kimsingi sio Wayahudi. Huyu Msamaria ndio ameenda kwa Yesu akamwambia asante. Kumbe ndugu yangu, unapotenda jambo jema kwa ndugu yako, inawezekana ikawa vigumu kabisa yeye kukwambia asante. Lakini mtu mwingine ambaye sio ndugu yako wa damu, ukimtendea jambo, huyo ni rahisi zaidi kukwambia asante. Basi katika hayo yote, sema asante unapoambiwa asante na ndugu yako. Sema asante unapoambiwa asante na mtu ambaye sio ndugu yako, na sema asante pale unapotenda jambo jema na hujaambiwa asante. Tumsifu Yesu Kristo na kutakia Dominika njema.